Baada ya kulala, ilikuwa ni saa 6 imeshaingia saa 6, nikawa nimelala. Imefika mida ya saa 8 usiku, ndipo nikawa nimeshtuka kutoka usingizini. Baada ya kushtuka kutoka usingizini, sikushtuka kwa kuamka moja kwa moja. Yaani ni ile hali tu nimesikia ni kama upepo tu unapita, nikawa nimeamka. Kuamka nikawa nimejifunua shuka, nikamuona yupo pale kwenye ile meza. Yeye sijui alilala kama hakulala, mimi sikujua, kwa sababu mimi nachojua tulilala, mimi nikawa nimesinzia. Lakini kwa habari ya yeye kama alisinzia au hakusinzia, sikuweza kuijua. Basi kwa wakati ule yupo pale kwenye ile meza ambayo ilikuwemo mle kwenye kile chumba, maana kilikuwa ni chumba cha single. Kafungua draw, maana kilikuwa karibu na sehemu ambapo nimelala. Kafungua draw, kachukua kitambaa kimoja chekundu, akajifunga begani kwenye mkono wa kulia. Baada ya kuchukua kile kitambaa chekundu, akachukua kitambaa kingine cheusi. Kile kitambaa kingine cheusi akawa amejifunga begani mkono wa kushoto. Baada ya pale akawa amechukua karatasi moja lilikuwa mle, maana mimi nilipofika ni kwenye nyumba ya mtu, huwezi ukaanza kuchunguza. Baada ya kuchukua yeye ile karatasi akawa ameifungua. Kwa wakati ule bado anajua mimi nikiwa bado nimesinzia. Alivyochukua kile kitambaa akafungua. Alivyofungua akachukua vitu. Kwa sababu ilikuwa ni usiku, lakini niliweza kuviona zilikuwa ni vitu vyeusi. Akaenda pale mlangoni. Baada ya kufika pale mlangoni, akawa amevimwagilia pale mlangoni, ambapo ni kwenye kuna mlango mmoja kwenye hiyo single. Kwa hiyo ndio mlango wa kutokea na ndio mlango huo wa kuingilia. Basi baada ya yeye kuwa amemwaga zile dawa pale, akawa kaja moja kwa moja mpaka sehemu nilipolala. Alipofika akanimulika usoni. Akagundua bado mimi nimelala. Baada ya kugundua kwamba bado nimelala, akarudi kwenye draw pale, akarudisha vile vitu. Akasukuma draw, akarudisha vizuri kama vile alikuwa hajaamka. Baada ya hapo akajisogeza yeye, akafika na yeye pale nilipolala, na yeye akalala. Alivolala sijui alikuwa ameshatuma SMS au bado. Simu ikawa imeita simu yake. Baada ya simu yake kuita, anajua bado mimi nimesinzia. Ilivyoita, alivyopokea akasema, "Halo, bado sijamaliza. Saa hizi ndo ninataka nianze." Baada ya kuongea yeye vile, kwa hiyo mimi ndipo nikagundua kwamba kile kitu ambacho nilikuwa nikiwaza tangu mwanzoni, au nilikuwa nikiambiwa tangu mwanzoni, nikisikia kabisa moyo wangu ukiniambia ndicho kinakwenda kufanyika. Kweli akawa amepewa pale maelekezo, maana mimi nilisikia sauti tu. Akamwambia, "Muamshe mwende, mwambie mtoke nje." Baada ya pale yeye mwenyewe akaniamsha, akaniita kwa jina langu mara 2. Karebo, amka." Mimi sikuweza kuamka kwa wakati ule. Ili pale nishindwa kuamka moja kwa moja, ili asijue ni nini ambacho nimekiona. Baada ya pale yeye akaniamsha tena, ndipo nikawa nimeamka. Baada ya kuamka, basi akawa ameniambia, "Ninahitaji uweze kunisindikiza." Nikamuuliza, "Ninakusindikiza sehemu gani? Na mbona huu ni usiku sana?" Akasema, "Kuna bibi mmoja yupo sehemu ya hapo hivi jirani. Nina shida naye sana, ninahitaji uweze kunisindikiza." Kwa hiyo ile ilikuwa ni usiku sana, saa 8. Nikamwambia, "Kwa wakati huu mimi siwezi nikatoka nje nikusindikize. Wakati wewe tumekuwa wote muda tangu zamani, umeshindwa kwenda kumuelezea kama ni shida yako tangu mapema. Sasa kwa wakati huu wewe natakiwa tu tulale, ifike kesho asubuhi tutaenda. Maana sasa kama unasema una shida naye, hata kesho umesema hata kesho unaweza ukaongea naye, tunaweza tu tukaenda hata kwa siku ya kesho." Akasema, "Amna, inahitajika niende naye sasa hivi." Basi kwa wakati ule mimi nikawa nimemwambia nimekataa, siendi.
na siendi sio kwamba kwa sababu gani. Nikamwambia na sababu ambayo inanifanya mimi nisiende ni kwa sababu tu huu ni usiku sana, hatuwezi kwenda kupiga hodi kwenye nyumba ya mtu muda wa saa 8 za usiku. Alafu kumbuka yule bibi anaishi peke yake. Je, tukiambiwa kuna vitu vibaya ambavyo tulikuwa tumeenda kutenda pale, ni kitu gani ambacho kitathibitisha kwamba sisi tupo kwenye haki? Basi akaniambia, haya, kwa vile umekataa kwenda huko, basi nisindikize tu mimi niende nje nikakojoe. Nikamwambia, wewe ni mwanaume. Kwa hiyo sasa mwanaume siku zote lazima uwe na ujasiri. Inahitajika utoke wewe mwenyewe, nenda, alafu utarudi, utanikuta tu. Baada ya kumwambia vile, ndipo nikamuona amepaniki sana. Yaani akaogopa sana yeye mwenyewe. Akaniambia, sasa wewe, ina maana mimi nimekuita uje nisaidie kupiga hesabu, mambo mengine ndio huwezi ukanisaidia? Basi kama huwezi ukanisaidia, ninakuomba sasa hivi uweze kutoka, uondoke, urudi kwenu. Ilikuwa ni usiku wa saa 8. Nikamwambia, makubaliano yetu ni kwamba kila siku inahitajika niweze kulipwa shilingi 30,000. Akasema, ndio, mimi hiyo hela nitakuletea kesho. Nikamwambia, mimi kwa wakati huu siwezi nikaondoka, maana ni usiku sana sasa. Hii saa 8 ninaweza nikapita miji za watu, bahati mbaya watu labda vibaka wamepita kule wameiba, alafu nikakamatwa mimi, na itaonekana ni mimi, maana hamna kitu chochote ambacho kina ushahidi. Basi yeye baada ya pale kumwambia vile, akasema, shida kama ni hela, mimi hela ngoja nimpigie simu bosi wangu akutumie kwa wakati huu. Basi akawa amempigia simu bosi wake kwa wakati ule, akawa amemtumia shilingi 35,000 na yeye akawa amehamishia kwenye namba yangu ya simu. Basi hiyo hela ikawa imeingia mle. Baada ya kuingia mle, shida inabaki mimi nimeshaona ni kitu gani alichofanya mahali pale, na nimesha hapa kabisa siwezi nikatoka humo kabla haijafika asubuhi. Maana na ninajua kama ni dawa ndizo alizokuwa ameweka, hawezi akaendelea kukaa nazo hizo dawa mpaka asubuhi. Lazima tu atazitoa hizo dawa. Kwa wakati ule vitambaa vilikuwa amejifunga, alikuwa amejifunika. Kwa hiyo kwa mtu wa haraka haraka, kama ukishamkutana naye njiani huwezi kumjua. Ndipo baada ya hapo tukawa akaongea kwa ukali sana. Akawa anaongea kwa ukali sana. Anasema, sasa nyie watumishi wa siku hizi ni watumishi gani? Kama kweli wewe umekuja kunisaidia na kuambia unisindikize hapo nje, unakataa. Sasa wewe una msaada gani? Ni bora uondoke.